Tafadhali ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kila siku. Asante. Kauli ya mbunge wa jimbo la Geita, Joseph Musukuma, imeibua mjadala mzito ndani na nje ya bunge baada ya kuhoji ushindi wa mbunge Bakari Shingo, akidai kuwa kiongozi huyo alionekana kushindwa kujieleza kwa ufasaha kwa lugha ya Kiingereza wakati wa mjadala wa bunge. Musukuma alisisitiza kuwa uwezo wa mawasiliano ni nyenzo muhimu kwa mbunge, hasa anapowakilisha wananchi katika majukwaa ya kitaifa na kimataifa. Alifafanua kuwa hoja yake haikulenga kubeza mtu binafsi, bali ilikuwa ni mjadala mpana kuhusu viwango vya uongozi na maandalizi ya viongozi wanaochaguliwa kuongoza wananchi. Kauli hiyo ilipokelewa kwa hisia mseto, ambapo baadhi ya wabunge waliunga mkono wakisema uwezo wa kujieleza ni sehemu ya ufanisi wa kiongozi, huku wengine wakipinga wakisisitiza kuwa lugha haipaswi kuwa kipimo pekee cha uwezo wa mbunge. Akijibu hoja hiyo, mbunge Zungu alisimama kumtetea Shingo, akieleza kuwa uongozi haupimwi kwa uwezo wa kuzungumza Kiingereza pekee, bali kwa mchango na ufanisi wa kiongozi katika kutatua changamoto za wananchi. Aliongeza kuwa Tanzania ina lugha ya taifa inayowaunganisha wananchi wote, na muhimu zaidi ni mbunge kueleweka na wale anaowawakilisha. Mjadala huo umeibua hoja pana kuhusu nafasi ya lugha katika uongozi, ambapo wachambuzi wa siasa wanasema suala hilo linaakisi mvutano wa muda mrefu kati ya elimu ya darasani na hekima ya kiuongozi. Wapo wanaoamini kuwa viongozi wanapaswa kuendelea kujifunza na kuboresha uwezo wao wa mawasiliano bila kujali nafasi walizonazo. Kwa upande wa wananchi mitandaoni, maoni yamegawanyika, baadhi wakimuunga mkono Musukuma wakidai viwango vya uongozi vinapaswa kulindwa, huku wengine wakimtetea Shingo wakisisitiza kuwa matokeo ya kazi na utumishi kwa wananchi ndiyo kipimo halisi cha uongozi bora. Mjadala huu unaendelea kuchochea hisia na mitazamo